Bwana, katika uzinduzi wa EP ya Kayumba tukakutana na dada yetu bwana Chanuo, moja kati ya wadada ambaye sasa hivi ukipita kila peji yake ama kila peji ya style yote lazima utasikia Chanuo bwana yupo katika video ya Tundamani naoa bwana. Mambo poa? Mambo waka wema? Yeah, Mungu anasaidia. Ushaolewa tayari? Hapana. Sijaolewa, tustaki. Lakini si muhusika katika video jamani. Si ushaolewa pale na kapteni? Nilikuwa kazi tu. Nimeshatoka kwao, maswali ya majibu yao wameyapata. Tuelezee approach ilikuwaje mpaka mkaja na idea naoa zikapicha vile, mwisho siku kimya, watu kajiuliza Chanuo kashaolewa tena na Tundamani jamani, kama mke wa pili. Ilikuwa ni point tu ile, kwa sababu iliondoka sana unajua. Kwa hivyo ondoka sana faka mambo yameingiliana, nafikiri mwenyewe. Kwa hiyo ndo akuitoa kwa kipindi kile, alikuwa yuko busy. Ila idea alitoa yeye mwenyewe. Alitoa yeye akasema mimi niliitwa tu kama msanii, njoo shoot, tutashoot kitu fulani. Ile siku kupandisha picha alimwambia unaje tupandishe, yani kwa yeye mwenyewe kwa hajafikiria. Kwa nikamwambia tupandishe hizo picha, tukipandisha inaweza ikaleta kitu. Kwa sababu nilijua nyimbo itachua hata siku 3. Kwa tulipopandisha picha zikakubali. Afi ndo akawa yuko busy. Kwa nini alikufuata wewe? Aliniambia toka muda nataka kufanya kazi na mimi. Yaani hajaanza pale kwenye nyimbo yake ya muda toka nimetoka kwenye ndoa. Tokea ulipotoka huko? Toka nimetoka kwenye ndoa aliniambia nataka nifanye nayo nyimbo. Japo ilikuwa sio ile kwa nyimbo alioniambia. Maana hadi kuifanyia challenge. Kwa ilivyotokaga ile nikaona imeshaisha, ila kumbe yeye bado anakumbuka. Hapo umetuambia kwamba ulipotoka katika ndoa kapteni akakuapproach uingie katika kazi yake. Sasa hiyo unahisi kwamba kwa nini alikufuata baada ya kutoka katika ndoa? Mimi nahisi aliniona niko vibaya. Alinionea huruma kwa sababu alinifuata nimetoka kwenye ndoa na kama mwezi hivi. Siko sando interviews na ruka. Alikuwa ana upendo sana, ni mmoja wa watu walionifanya nikajisikia vizuri sana. Alinifanya nikawa niko vizuri, naelewa. Yaani mtu ananiambia uko wapi? Mbona yani hapo simjui, sijamzoea, namuona tu kwenye nyimbo. Kwa akaniambia Chanuo uko wapi? Nataka nikuone. Alinifuata DM. Nikamwelekeza nilipo, akaja, ilikuwa ni usiku. Akaniambia uko sawa? Nikamwambia yes, niko sawa. Akaniambia mimi nataka uwe sawa, usiwe hivyo na stress, kwa nyimbo nataka ufanye hivyo. Ile ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kumuona. Alafu Limani mstaarabu. Kwa akawa anapiga simu za kunifariji sana, nikamchukulia kama kaka tayari. Akanikutanisha na watu wengi sana. Akaniambia maisha ndo haya ya kuwa tu sawa hivyo. Paka alikuwa anamshukuru sana, nampenda kwa sababu hiyo. Wakati napiga naye story unajua. Nikamwambia bwana, kipindi kile mpo katika hiyo process mkapiga pictures, trend sana bwana Chanuo anaolewa na Tundamani. Hujakutana na comment watu wakamwambia bwana inakuwaje unamsaliti mshikaji wako Madebe? Akasema kwamba sasa hivi yeye anajua kabisa wewe una mtu, lakini kuhusu Madebe ampo tena na kuna ndugu yake Tundamani wewe una date naye yuko mbele. Ni kweli? Hapana. Bwana ndugu yake mdogo wake? Hapana. Yuko huko nje. Wale tuliona kwenye mapicha vile mpo vacation huko. Hapana. Mpaka swala la yeye kukutaka katika video, inabidi ampigie simu. Ampigie simu mdogo wake, bwana mimi namhitaji Chanuo, and then mdogo wake akakubali na ukatokea katika video. Mambo ni mengi, labda ni mchache. Kama niko chini ya usimamizi wa mapenzi, basi kweli alifanya hivyo. Naelewa. Lakini siko kuiongelea sana kwa mimi. Ikifikia muda wa kuongea nitaongea. Lakini kuna baadhi ya video ulikuwa na rekodi bwana ex wako zina vijembe vingi, kasema Chanuo vipi? Kuna muda anakusumbuaga? Nani? Ex. Sina ex mimi. Ni vijembe sasa vile vile. Sina ex mimi. Baba watoto wako wa zamani. Sijisiki kuongea chochote kusema. Chanuo, by the way unafanya vizuri katika movie. Kombolela ni moja kati ya tamthilia ambayo inafanya poa zaidi, hasa sini zako watu wanazipokea vizuri. Wao sasa hivi ushaingia katika nyumba kule ya Bigi, sasa hivi unataka kupindua meza. Hivi kiubinadamu kupindua meza kama vile wewe unajisikiaje kwanza? Binadamu tutoke katika scene. Kwanza na shoot nikiwa naumia sana.
Yaani ni maigizo, lakini mimi inaniingia ndani ya moyo wangu kwa sababu ni kitu kinauma kimaisha. Hata kama ndio mimi ningekuwa mtangazaji, yani mtazamaji, ningeumia sana. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaumiza watu wengi, hata familia yangu. Yaani nyumbani sasa hivi watu wangu hawanipendi. Acha masiala. Wananiambia kwa nini unamnyima ule chakula? Yaani inakuwa ni ngumu sana kwangu kuwaelewesha watu wangu, kama hapa nipo kazini hawanielewi, afu ni wadogo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinauma, lakini mimi naangalia sana kipaji changu ndio kwanza na pesa. Okay, sawa. Na pale plani ya mama yako Biti Msumi na wewe ni kwamba unataka kumpindua Dr. Abasi, si ndio? Je, toka katika sini tuje katika uhalisia. Hivi vitu vipo. Na ukiwa kama mwanamke inakuumaje vile? Inaniuma sana, kwanza sitamani itokee kwa mtu yoyote yule kwa sababu ni kitu ambacho ni kibaya sana. Sipendi tabia Biti Msumi sema nipo kwenye kazi. Yaani natamani Mungu aepushie mbali si kwa hivyo kwangu wale kanitokea hivyo, japo mimi sina mama, lakini kwa wale mama wote naomba isitokee hivyo, ni mbaya sana. Inaumiza sana ya. Ushauri mwanae akapindwe meza katika ndoa ya mtu. Yaani ukiwa na mama wa hivyo bora muombe Mungu afe. Wa vile kama Biti Msumi ya. Sema tupo kazini. Mix unapasua kikombe ili ya Dr. Abasi aje pale. Ishai kutokea ile ya kumzunguka mtu, ama ushai kuzungukwa rafiki yako karibu kukuzunguka wewe akatoka na mpenzi wako? Hapana. Haijawahi. Yaani mimi nimzunguke rafiki yangu? No. Yaani wewe kuzungukwa kama vile ambapo wewe unataka kumzunguka dada yako wa kambo. Yaani kulikuwa na mwanamume wake. Mimi kufanya hivyo mara nyingi sana. Share na sisi hapo kidogo. No. Kidogo tu walau kwamba usitaje majina, tushare na sisi kidogo bwana, ilikweje moment kama hiyo? Sijisikii kuongea, ipo siku nitaongea, ila nikiwa tajiri sana nitaongea na nitataja majina. Kuma lakini. Mno. Ni kuma. Kwa hiyo tamani kabisa hii kutokea. Yaani si tamani na nitaizungumza nikisha kuwa tajiri. Ukishakuwa tajiri? Nitaongea na nitataja majina ya kila mtu aliyewahi kuniumiza. Ila mpaka nipate hela nyingi sana ili nikiongea na kuwa na yani watu wananilinda, sitaki kio. Yani nataka tu iwe mada yangu, ni point yangu hiyo. Mpenzi anauma. Hivi tuelezee bwana. Hivi ishafika wakati hata kutamani kula kwa sababu ushaumizwa kimapenzi? Subutu. Ilikuwa zamani, sio sasa hivi. Tena zamani kwa mdogo hata sikumbuki. Nakumbuka tu kwa mbali. Anumiza wanaume, subutu. Ila ndo anumiza sasa hivi. Chanuo, wewe ni actress lakini pia mrembo mweusi. Tunakubali kwamba wadada weupe sasa hivi ndio wameshika soko la mjini kwenye kazi. Yaani wadada weupe? Hapana. Yaani sasa hivi kwenye kazi madirector wengi sasa hivi unajua wanaangalia vipaji sana. Sio kama zamani mtu anachukulia kwa sababu ya cast. Kwa mimi kwangu hamna mweupe hamna mweusi. Si kwenye tamthilia yetu wanacheza watu tofauti tofauti. Kwa kwanza namshukuru sana bosi wangu kwa sababu anaangalia vipaji. Hata mtu kukutana naye kwenye scene unaona hapa nimepewa mtu ambaye ameshiba naendana naye na mood. Kwa sasa hivi hamna hizo kuangalia sura rangi ni ushamba huo. Lakini sasa hivi maproducer wengi wanaangalia vipaji, mtu ana perform vipi. Kuna baadhi ya wasanii pia wanasema wadada weupe, tuseme madirector wanapohitaji cast, mara nyingi wanaangalia cast za kike zile nyeupe, lakini pia zenye mashepu. Weusi sasa hivi kidogo wasubiri mpaka 2027. Sio kweli. Wadada weusi wako kwenye chat sana kuliko hata weupe. Narudi pale wanaangalia vipaji sana sasa hivi. Au weupe ilikuwa zamani, sio sasa hivi. Sasa hivi hamna mwanaume anababaika na mwanaume mweupe. Ukiona mtu anababaika na mwanaume mweupe ni mshamba. Kuna moja kati ya mwigizaji nadhani kwamba unamfahamu, ni mweupe, amesema kwamba yani kama vile wanawake wenye rangi nyeupe wana thamani kubwa kuliko wanawake wenye rangi nyeusi. Sasa hivi kumekuwa na compare kati ya mweupe na mweusi. Nadhani umeiona hata wewe. Nimeona. Wewe kwako upo wapi sasa hapo? Sipo popote, ila tu sikupenda. Ni kama mdogo wangu. Ila kiuhalisia hajitambui. Unajua sisi sio Mungu yeye. Kila mtu anaumbwa, unajua na Mungu ndo anaumba, anaangalia huyu apewe weusi au weupe. Kwa hiyo kitu anachofanya kwa anajishusha heshima. Pili atakuwa anaangalia jicho la pili na wanaume. Unanielewa kwa sababu mtu mweusi hajajiumba na sio kama watu weusi ni wabaya. Mwanamke mweusi, hata mimi ningekuwa mwanaume ningechagua mwanaume mweusi. Mwanamke mweusi nisingechagua mwanamke mweupe. Kwa kajipunguzia point kidogo, sio vizuri. Kwa hiyo
Bado. Yaani hata kama unataka kuingia mjini usiingie kwa staili ile, sio vizuri. Katika game kama ni underground. Sasa wewe umeona ni star. Sijui kila mtu ana maono yake kwa mtu, ila mimi namuona bado angetafuta njia nyingine ya kupambana. Ilibidi nifuatilie kisa chake kizima, unajua. Alafu nikamwona anapambana, ni msanii mzuri tu, lakini hatakiwi kwenda na trending za vile, kwa sababu inawakata watu wengi. Sisi ni binadamu, tumeumbwa wote na Mungu. Kwa hiyo kusema vile tu ni kitendo ambacho kwa mwanamke kajishushia sifa sana, hata kama ataona sasa hivi watu wanampampu, yeye anahisi anaondoka. Ila kupata yule mwanaume kweli kweli aseme huyu sio kweli. Wanawake wote wamemjia juu. Wana haki ya kufanya hivyo. Hajafanya vizuri. Yaani hata kama kwa watamchekea, ila sio kitu kizuri. Alafu kwenye mtandao, alafu watu wake watakuja kuona. Alafu yeye ajua ataolewa na nani, ajua atapata watoto wa design gani. Ni ushamba sana. Nasema kwamba mwenyewe umejiclaim. Yeye kujiclaim, sasa hivi unajua kuna AI sijui. Sijui. Yeye anajua na Mungu wake. Au tuseme anapita katika AI. Atajua mwenyewe. Okay, Chanuo, mimi na swali langu moja. Unahisi kwa nini mapenzi sasa hivi hayadumu? Watu wote tunatamani, tunataka hela. Kwa hiyo mapenzi unajua ishakuwa ni kitu ambacho kinatumiza sana kichwa. Kwa sasa hivi wanawake watafuta hela, wanaume watafuta hela. Alafu wanaume sasa hivi kama wamepungua wanataka kuongwa. Unaelewa? Kwa wanawake toka tulivyojua hela na kutafuta mwenyewe na ukajua hela yako ni tamu, atuteswa. Na wala mtu amwezi kututesa abadan. Kwa hiyo kwako mapenzi na pesa nachagua nini kwa? Pesa ndio itaniletea mtu bora. Kwako pesa? Pesa. Hata mwanaume nikimpata kama sina njia za kutafuta hela hawezi kuwa na mimi. Mwenye ambaye ana pesa kwako mtaki? Simtaki kiukweli. Bwana. Kwa mashabiki zako ambao nakukubali ana pesa inakuwa. Wanikubali kishabiki, wana umenitongoza. Unajua nitongoza, hiyo ni siri yangu, sasa atakaye kuja ipoje. Ila mimi naangalia sana mwanaume mwenye akili. Sio pesa. Bwana. Anaweza kunielekeza, Chanuo fanya hivi utapata hela. Fanya hivi utatoboa huko unapoenda. So yule tu ananipa hela afu sijui ile imetoka wapi anionga. Yule pia simtaki. Tunataka tumalize, lakini tumalize kwa aina hii. Katika ndugu zako wote pale, yupi ambaye akibadilika atakuwa mtu mzuri katika filamu ya Kombolela? Akibadilika mtu mzuri? Yaani katika ndugu zako wale wengine wote wale, unaona kabisa akili ziko sawa. Labda nimeongelea tu mamangu. Na akibadilika na namuombe abadilike. Mimi mwenyewe naigiza kina natamani abadilike, nimuone atakuwaje. Zungumza mashabiki zako. Nawapenda sana. Jamani, wasiache kunifuatilia kwa sababu mimi bila wao sio kitu chochote kile kwenye maisha yangu. Kwa hiyo nahitaji sana support yenu kuliko chochote. Jamani, nawapenda sana. Mliponitoa ni mbali, mnakutaka kunipeleka ni parefu sana. Kwa hiyo msiniache hapa mnapo. Nipelekeni zaidi jamani, nawategemea sana. Yaani ninaringia mpaka nasikia kama kuchanganyikiwa. Kwanza ndio nilifanya nipate nyenyewe. Ndio rangi ambayo Ahmadi kaipenda bwana. Ahmadi kanipenda, Ahmadi nimempendekeza.